Watu wanatembea kwa mihemko badala ya kutumia akili zao sawa sawa. Kisoma mitandao sasa, nafikiri watu wengi wanafikia mahali ambapo wanakaribia kuchanganyikiwa, tuamini lipi. Lakini ukiangalia, hakuna mwenye muda wa kukaa na kutafakari kwa kina. Ukweli uko wapi katika hali hii tunayoisikia? Hata katika kipindi hiki cha uchaguzi tulianza kuonya mapema kwamba kuna kitu kinachoitwa upotoshaji wa ukweli wa habari, na hii inafanywa na watu wenye malengo yao binafsi. Kichunguza sana watu wenye malengo yao binafsi. Sasa wewe ambaye Kristo amekukomboa, wewe ambaye Kristo amekuweka huru, utumie uhuru wako vizuri. Uhuru huu unakupa uwezo wa kupambanua ni yapi yaliyo ya kweli, ni yapi ambayo ni ya uongo, ni yapi ambayo yametengenezwa kwa ajili ya upotoshaji. Injili ya Yohana inasema, Yesu anasema mwenyewe, mimi ndiye njia na kweli na nini? Na anasema Mwana wa Mungu akikuweka huru utakuwa nini? Huru kweli kweli. Tunatumiaje uhuru huo ambao unafunua na unatusaidia, unafunua upya akili yetu na ufahamu wetu kuweza kupambanua mambo? Sehemu ya uhuru ni huo ambayo Yesu ametuletea, na tunakuwa huru pale ambapo tunasimama katika imani hiyo ya kumwamini yeye. Yesu azungumzii tu kwamba tukimwamini yeye tutakuwa huru tu, lakini tutafahamu pia kweli. Pasipo ukweli sisi bado ni watumwa, sababu tunaamini katika mambo haya, udanganyifu wa yule mwovu, kwamba endelea tu kuishi jinsi unavyotaka, hakuna madhara yatakayokupata. Wafanyie wenzako kile ambacho unataka ili wewe upate faida, hakuna madhara utakayoyapata. Lakini ukweli ni huu kwamba tutavuna tutakaochukua tumefanya nini? Tumekipanda. Na mahali wakati mwingine tumeshindwa kupambanua pale ambapo watu wanavuna yale walioyapanda na yale yanayowatokea. Tunashindwa au tunasahau kwa haraka. Lakini ukikaa ndani ya Yesu na kubali kuongozwa na Roho Mtakatifu, utajua kupambanua, kuifahamu kweli katika upotoshaji huu na katika mambo yanayotokea hata katika maisha yetu. Kwa nakwambia, tujihadhari na kongwa la kutafuta kutenda sheria, kutimiza sheria na taratibu za kibinadamu na taratibu za kidini. Wakati ule ilikuwa ni tohara, na siku hizi kuna taratibu nyingi tu. Wakati mwingine kufuata taratibu hizi na sheria hizi kunaweza kukaonekana kwamba ni jambo la kiroho sana. Na watu wengine wanaweza kujifurahisha wakasema, kwa sababu mimi nimetimiza 1, 2, 3, naenda kanisani, naimba kwaya, na mimi sijui siibi, mimi sifanyi hiki, mimi sifanyi kama yule au kama nani.
Inawezekana ikaonekana ni kitu cha kiroho sana, lakini kufahamu ukweli ya kwamba mimi ni mwenye dhambi, sisi sote ni wenye dhambi, na Mungu pekee kwa njia ya Yesu ana tuhesabia haki.